uwezekano wa kuipa Ukraine msaada wa kijeshi, bora tu usiitie jumuiya kujihamia NATO katika mzozo na Urusi. Ziara hii ya Zelensky, ambayo haikutangazwa kabla ya kukutana na maafisa wakuu wa mahakama ya ICC, ambayo imetoa waranti wa kukamatwa kwa Rais Vladimir Putin wa Urusi, inajiri siku moja baada ya Moscow kuituhumu Kiev kwa shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani katika ikulu ya Kremlin. Urusi imeituhumu Ukraine kwa kujaribu kumuua Putin na imesema shambulizi hilo ni lazima lilipizwe. Urusi vilevile imesema shambulizi hilo linaonyesha kuwa Ukraine haiko tayari kumaliza mzozo huo katika meza ya mazungumzo, ila Zelensky yeye amekanusha kuhusika kwa nchi yake na shambulizi hilo. Hana ushindi katika uwanja wa mapambano. Jeshi la pili kwa ukubwa duniani limeshindwa. Hawawezi kuikalia Ukraine, tuliwazuia. Na sasa anataka kutafuta uwezekano wowote wa kuwapa motisha wanajeshi wake kusonga mbele. Waliosalia ni hao wapiganaji wa Wagner tu, ambao wanajumuisha wafungwa ambao watapigwa risasi na wenzao iwapo watarudi nyuma. Haya yote yanafanyika wakati ambapo mapema leo Urusi imefanya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani nchini Ukraine, mashambulizi yaliyolenga jengo la chuo kikuu katika mji wa Bahari Nyeusi wa Odessa. Hapo jana mashambulizi ya Urusi yalisababisha vifo vya watu 23 ndani na karibu na mji wa kusini mwa Ukraine wa Kherson. Kulingana na gavana wa eneo hilo, mashambulizi hayo yalifanywa katika duka moja la jumla, kituo cha treni na majengo ya makazi. Kwingineko, Ukraine imesema mfumo wake wa ulinzi wa angani umezuia mashambulizi 18 kati ya 28 ya Urusi ya ndege zisizokuwa na rubani za kamikaze zilizorushwa mapema leo. Utawala wa mji wa Kiev unasema makombora na droni zote zilizorushwa kuulenga mji huo mkuu kwa mara ya 3 katika kipindi cha siku 4 zimeharibiwa.